Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa kulikuwa na hujuma mara tatu dhidi yake wakati alipokwenda makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, akisema kuwa ngazi ya umeme, telepromoter na mfumo wa sauti vilipata hitilafu kwa wakati mmoja alipokuwa akijiandaa kutoa hotuba. Kupitia chapisho la hasira kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump alisema kwamba hiyo haikuwa bahati mbaya bali ni hujuma mara tatu katika Umoja wa Mataifa na wanapaswa kuona aibu. Trump alieleza kuwa ngazi ya umeme aliyokuwa akipanda na mke wake Melania ilisimama ghafla na walinusurika kuanguka. Teleprompter haikufanya kazi kwa dakika 15 za mwanzo za hotuba yake na alilazimika kusoma kutoka kwenye karatasi. Baadaye aligundua kuwa sauti haikusikika kabisa katika ukumbi wa hotuba. Trump alidai kuwa wakati waliohusika na hali hiyo walipaswa kukamatwa, na akaongezea kuwa idara ya Secret Service inachunguza tukio hilo kwa undani zaidi. Alisema pia amepeleka barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akitaka uchunguzi wa haraka uweze kufanyika na hao wote ambao wamehusika kwenye kumfanyia hujuma za sauti, ngazi na vitu vyote, basi wakiwezekana wafutwe moja kwa moja. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa ulitoa taarifa ukisema kuwa hitilafu hizo zilitokana na timu ya Trump mwenyewe. Msemaji wa Umoja wa Mataifa ndugu Stefan Dujarric alisema kuwa mpiga picha kutoka ujumbe wa Trump huenda aligusa kitufe cha usalama cha ngazi ya umeme kwa bahati mbaya, na kwamba mfanyakazi wa White House ndiye aliyekuwa akiendesha teleprompter wakati alipopanda na hitilafu ikaenda kutokea. Kwa hiyo upande wa Umoja wa Mataifa walichodai wao ni kwamba mwenyewe Trump ndo chanzo cha changamoto ambayo imejitokeza, sio wao. Japokuwa yeye anasema walimwandalia ili asisikike hotuba yake na raia wote ulimwenguni.